wananchi wote mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Kanali Patrick Kenani Sawala, mkuu wa mkoa wa Mtwara, naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana kipekee katika maadhimisho haya, na niwapongeze sana kwa kujali na kuja, kwa sababu ni tukio pekee ambalo kama wazazi na wote kama wazazi, watoto, vijana ambao ni wazazi watarajiwa, tutapata fursa ya kusikia taarifa mbalimbali kutoka katika taasisi mbalimbali ambazo zinahangaika na malezi ya watoto, ambao kwa sasa yameathiriwa sana na ukatili wa kijinsia na changamoto ya mabadiliko ya kiteknolojia, kuiga vitu visivyostahili kwa sababu tu wakati mwingine wazazi kutotimiza wajibu wetu wa maisha kwa watoto wetu. Kabla sijaendelea, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru watu wote waliokuwa pamoja na sisi katika maandalizi ya kuandaa maadhimisho haya ambayo yamekuwa ya kufana sana katika wilaya yetu ya Masasi, lakini pia tukiwakilisha mkoa wa Mtwara katika maadhimisho haya. Naomba nitumie fursa hii kwanza kuambia Mtwara ni njema, Masasi ni salama, tuko vizuri, karibuni sana. Ukitafuta mji katika mkoa huu wa Mtwara kwa kwenda kupumzika, karibu Masasi mji, tuko vizuri. Kuna hoteli za kila aina ambazo inawezekana maeneo mengine hazipatikani. Kuna mahitaji na vitu mbalimbali katika mji wetu wa Masasi, lakini tuna mbuga za wanyama, lakini pia tuna hifadhi za misitu. Kwa hivyo hata utalii ukifika Masasi umefika. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wenzetu wa TAWA kwa kutoa msaada mkubwa, kwa sababu tumeanza maadhimisho haya sisi kama wilaya kwa siku 3 mfululizo. Ijumaa ya tarehe 14 tulikuwa na usafi wa kiwilaya ambao tumekuwa tukiufanya hapa, lakini pia tulipokea wageni kutoka Tanzania yote, bara na visiwani, kwa sababu ya maadhimisho ya Samia 2025 Bonanza ambalo limefanyika katika mji huu wa Masasi. Tamasha hili liliandaliwa na Umoja Jogging Club. Kwa hivyo klabu zote za michezo Tanzania nzima, za jogging Tanzania nzima zilikuwa Masasi. Jana tulikuwa na maandamano ya takriban watu 6,000, vikundi watu 6,000, magari na watu walichanganyikiwa hapa mjini, lakini tuliweza kwa sababu majeshi yetu ya usalama yalikuwa yamejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri. Tulikwenda katika hospitali ya Mkomaindo kutembelea wagonjwa, kina mama wajawazito, watoto wagonjwa, watoto wenye mahitaji maalum, na kugawa zawadi mbalimbali ambazo tulipewa na taasisi tofauti kwa maana ya kuunga jitihada hizi mkono. Tulikwenda mpaka saa 4 usiku, tulimaliza na watoto wale ambao wamezaliwa njiti, ambao asubuhi wakati tunakwenda tulikuta wako 3, lakini usiku wakati tunaenda kumalizia ugawaji wa zawadi hizi tulikutana na watoto njiti 11. Tuliomba nao, lakini tuliwapa zawadi mbalimbali kwa kina mama na watoto. Zawadi hizi zilitoka katika taasisi mbalimbali, wakiwemo watu binafsi. Masasi Plaza, wanaitwa Masasi Plaza Supermarket, walitupatia Pampers, lakini tulipewa zawadi mbalimbali kutoka TAWA ambao walichangia wipes 24, mafuta ya nazi pisi 24, Pampers 760, lakini kwa ajili tu ya michezo walitoa katoni 114
za maji ya kunywa na wadau wengine mmoja mmoja ambao walikuja ofisini na kusikia kwamba tukio hili lipo. Anasema basi hata hii 10,000 mtanunua maji. Nataka niwaambie tunashukuru sana na tunathamini sana kujitoa kwenu kwa kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu, lakini tunatoa huduma bora kwa wananchi na Watanzania wote walioko katika wilaya ya Masasi na mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Siku ya mtoto wa Afrika imezungumziwa na kila aliyesimama hapa. Kila aliyesimama hapa ametoa taarifa kuhusiana na siku hii ya mtoto wa Afrika. Kwa kifupi naomba tu niseme maadhimisho haya kama wenzangu waliopita walisema, walitoa taarifa na kusema kwamba yalianzia Afrika ya Kusini, yalianzishwa na Umoja wa Mataifa wa Afrika baada ya mauaji yaliyofanyika Soweto tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 1976, ambao nina hakika hata wazazi wengi tulioko hapa, baadhi yenu mlikuwa hamjazaliwa na tulikuwa hatupo, lakini unyanyasaji huu mkubwa ulitendeka, uliofanywa na makaburu, utawala wa makaburu ambao kwa wakati huo ulikuwa Afrika ya Kusini, kwa watoto wetu ambao walifanya maandamano ya heri tu, ya haki tu, kwamba wanataka haki zao. Elimu ile ambayo wanapewa watoto weupe, mtoto wa Kiafrika na yeye pia aipate, lakini hilo likaonekana ni kosa kwao, wakastahili mauti ya kinyama. Kama mama, watoto walipokuwa wanaimba, kuna wakati unasikia unatetemeka. Wanawake wenzangu wanaelewa. Hii ni hisia ambayo haiko kwa mwanaume. Wanawake wanaelewa, hasa ukiwa umezaa. Kwamba mtoto alienda shule asubuhi, akaenda kushiriki maandamano, unaosita unajikuta wewe ni mama tu, uliishia kwenda leba. Sijui kama inaleta hisia gani kwako. Hisia hizo ambazo mnazipata leo kwamba zilitokea Afrika ya Kusini, lakini tumeshindwa sisi wenyewe, tumebadilika, tumekuwa makaburu, tumegeuka wazazi makaburu. Leo katika familia zetu kina baba makaburu na kina mama makaburu, ambao hatuna muda na familia zetu. Mama anazaa, anamwachia house girl mtoto, anazaa, anaachia walezi watoto. Eti unasema nina haraka naenda kutafuta pesa. Sina hakika pesa unayotafuta, ukikuta mtoto amefariki, utamlisha nani na hiyo pesa? Tumeacha wajibu wetu kama wazazi, tumejisahau, tumegeuka makatili. Ukisoma taarifa za ukatili zilizokuwa zinatolewa hapa, hazikuwa zinafanywa na Wakenya, hazikuwa zinafanywa na watu kutoka Ulaya. Tumefanya sisi wa Tanzania, sisi wenyewe. Ukisikia unyanyasaji, kesi 96 wa kingono zimefanywa na wanaume wa taifa hili, zimefanywa na wanawake wa taifa hili. Watu wengi wamesimama hapa wakasema maneno magumu ambayo huenda mmeyasikia, huenda mkatoka hapa mkabadilika. Lakini ombi langu kwenu viongozi na wazazi mlioko hapa, pamoja na wakuu wa taasisi mbalimbali ambao mmeshiriki katika maadhimisho haya na kutupatia elimu na ushauri mbalimbali juu ya malezi ya mtoto katika ngazi zote, kuanzia familia, shuleni na maeneo yote. Kazi hii tuliyoifanya hapa leo tunastahili tuifanye mtaa kwa mtaa, katika maeneo yetu, katika wilaya zetu na katika shule zote zinazotuzunguka, katika ngazi ya familia. Tutembeleane, tufahamu nini kinafanyika katika nyumba zetu. Wakina mama, nitoe wito kwenu, mtoke nje. Jue kabisa wewe ni mama, utekeleze wajibu wako. Tukaseme haya kwenye mashule, tuzungumze na hao watoto. Wanapata tu fursa ya kuja kusikia kwenye maadhimisho kama haya. Akitoka hapa akaenda kule, hakuna anayemwambia kuna nyimbo hizi. Jana tulikuwa hapa uwanjani, kwa sababu hayakuwa maandalizi kwamba leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Ilikuwa ni kama inaonekana kama michezo. Watoto waliokuja hapa ni
Niliita watoto 10 tu, nikawauliza, mwanangu, hebu imba wimbo unaojua. Mapenzi. Wa pili, mapenzi. Wa tatu, mpaka nikawauliza wazazi walioko hapa, hatuna makanisa, hatuna misikiti, hatuna shule walimu, hatuna nyimbo za kizalendo katika taifa hili. Mpaka nalazimisha mtoto ule uliofundishwa shule hajui. Tunaimba nini sasa? Afu tunasema tunalea, tunaandaa nchi, tunaandaa viongozi. Wapi? Mnaowajua viongozi wamefika hapo walipo. Kuna watu walifunga mkanda. Tulichapwa, tulielekezwa, tulishauriwa. Lakini kadri tunavyokuwa na mambo ambayo tunakutana nayo, tunaendelea pia kujifunza. Sina hakika kama wazazi wa sasa wana nafasi ya kufanya hayo yote, kwa sababu mimi binafsi kama mkuu wa wilaya napokea kesi nyingi sana za ukatili wa kijinsia pale ofisini kwangu. Kesi moja, acha tu nitolee mfano. Hiyo kesi ilikuwa imekwisha, mimi nikasema wakati rufaa. Mtoto alikuja ofisini kwangu na mama, mtoto wa miaka kama 6, kama sikosei, wa kiume. Bahati mbaya nimezaa watoto wa kiume tu, sina hata mmoja wa kike. Kwa hivyo iliniumiza kupita kiasi. Mtoto wa kiume ambaye ameraitiwa na baba mwenye nyumba. Lakini katika kufuatilia, inawezekana baada ya huyo baba mwenye nyumba kuendelea kufanya ulawiti, inawezekana ndugu ndani ya ule ukoo pia wako wenye tabia hizo waliendelea. Katika kipindi cha dakika chache zile ambazo alipokuwa ofisini kwangu pale, kama takriban kama lisali moja, mtoto choo kilikuwa kinapita bila kujielewa. Tulinunua pampers na nini, lakini nikataka kuchimba ile kesi. Nikataka kuchimba kwa undani, nikasema tulikosa ushahidi. Pale kesi mtoto namuuliza, nani alikufanyia hivi? Baba fulani. Unamjua? Ndio. Tunaambiwaga ushahidi wa mtoto unasikilizwa, au ni story, au sheria ikoje huko? Yupi? Nikimleta nikamweka hapa, utamuonyesha ndio mama anamjua. Tunaambiwa ilikosa ushahidi kwa sababu alimtaja yule baba, akamtaja na mama mwenye nyumba, na ndugu wa familia pia ambao waliendelea kumfanyia. Kwa hiyo hajui kitu ambacho, hajui aliyemlawiti hasa ni yupi. Kwani wale wote aliowataja wakichukuliwa wakapelekwa alafu akachunguzwa, kuna shida gani? Nikamwambia afisa wa jamii, nenda kakate rufaa wa hii kesi. Bado nafuatilia. Kama mlikuwa mmetulia, hiyo kesi naifuatilia kwa uchungu. Niko tayari hata kutoa pesa zangu nilipe kwa ajili ya hiyo kesi. Lakini kilichonishangaza, yule mama anamchukia mama wa yule mtoto. Mtoto wangu wa kuzaa mwezi mzima anapitisha choo, ana miaka 6, nisijue. Why? Nikamuuliza mama, mimi ni mama, nikitoka kazini lazima niogeshe mtoto wangu. Huwezi ukaniambia dada alimuogesha akalala. Huwezi kuniambia dada alimuogesha akalala. Kwa sababu katika kumuogesha mtoto nitajua aliumia wapi mchana alipoanguka, wakati anacheza ana jeraha sehemu gani. Nitajua viungo vyake vya mwili kama viko salama. Nitajua amelautiwa au hajalautiwa, nitajua. Anasema eti anasafiri kwenye biashara. Kesho yake akarudi kuniomba papa, nikamwambia mama, nakuchukia toka ofisini kwangu. Nikachukua mtoto nikampeleka Mkomaindo hospitali, lakini pia madaktari walifanya kazi yao kadri walivyoweza, lakini wakampa referral kwenda Ndanda. Bado tunaendelea kumfuatilia kwa sababu bado anaendelea na mazoezi na matibabu. Tunaamini kwa jinsi yule mtoto alivyo na akili, Mungu atamrudisha kuwa mwanaume. Atamfanya tu kwa kijana bora. Naamini kabisa. Lakini wanawake wa Masasi, nimeenda kwenye mikutano ya hadhara mingi, hasa vijijini. Ukitoka Ndanda hapa mbele panaitwaje, sijui Kipeta barabarani pale. Ukitoka Ndanda mbele kidogo.
Anyway, ngoja nisimulie tu story. Lakini hakuna aliyepatia hilo jina. Nikafanya mkutano wa hadhara, kwa kuna changamoto ya wafugaji na wakulima na nini. Na sasa mimi kwa sababu nimeshaumia na hivi vitu vya jinsia na manyanyaso ya kijinsia, nikaamua tu kusema, kuwaambia kina mama kuhusu malezi na nini na watoto. Haya ninayosema, niliamua ukinialika mkutano wako wa hadhara wowote, nitasema ya kwako unayotaka niseme siku hiyo, lakini siachi kusema ya kwangu yanao nisumbua moyoni kama kiongozi. Lazima niwaambie pale pale, sisubiri eti leo niandae mkutano wa wafugaji, nikimaliza nije nirudi, nije nisemee unyanyasaji wa watoto, ukatili wa watoto, wazazi wafanye wajibu wao, mkutano mwingine mpya. Huo njoo wote tumalize vyote. Tukimaliza sasa nikasema vingi, tukamaliza baada ya ule mgogoro. Wakati nasema walikuwepo mababa, mashehe, na wakasema wanawake wanakunywa pombe mno mama, hawapiki. Ni kweli, nikajiuliza, mikoa mingine wanawake wanakunywa, wanaume ndio wanakunywaga pombe, wanachelewa kurudi nyumbani, wanachelewa kufanya kazi, eti Mtwara wanawake wanakunywa pombe, wanalewa, wanakaa kwenye mabaa mpaka saa 8 usiku. Hebu nini aibu? Mama kama huyu ataogesha mtoto wake saa ngapi? Mama kama huyu atajuaje mtoto wake alibakwa? Mama kama huyu atajuaje mtoto wake alipigwa, alianguka akaumia? Utajuaje? Na niwaambie tu, hii ya kuogesha mtoto sikufundishwa na mtu. Nikiwa nasoma darasa la 2 niligongwa na mtoto wa mjomba wangu na baskeli. Akaniambia usiseme. Lakini aliniumiza. Ila nikipumua nasikia uchungu. Akaniambia usiseme. Dada yangu wakati ananiogesha usiku, akauliza bora na majeraha, umekuaje? Akinishika nalia. Kama sio yeye huenda ningekufa. Usiku ule nikapelekwa hospitali. Kwa sababu tu aligundua wakati ule nilikuwa nimeumia. Alafu ni ndugu yangu yule. Baba yake na mama yangu ni tumbazi. Lakini aliniambia usisema, alafu alikuwa mtu mzima. Ningewezaje kwenda kusema na nikaka amesema? Sasa haya yote watoto wangekuwa wanaambiwa wanapokuwa kwamba ukiumizwa na mtu mzima sema, ukifanyia hiki sema, ukifanywa hiki sema, ukifanywa kile sema. Watoto wangekuwa na uwezo wa kusema kwa ujasiri. Kuna dada pale okay, sijui nani amesema ana taasisi ya kuwawezesha watoto kujiamini. Nikasema ukimaliza aje ofisini kwangu, kwa sababu inawezekana manyanyaso mengine yanatokea kwa watu kwa sababu ya kutokujiamini. Unapigwa mpaka siku nyingine unawekewa gunia la mkaa, unachomwa moto kwa sababu ulikuwa unang'ang'ania ndoa isiyokuwa ndoa, ulikuwa unang'ang'ania mtu asiyekuwa rafiki yako, ulikuwa unang'ang'ania maisha ambayo sio ya kwako. Huwezi kujiamini. Kama mtoto anajiamini au mwanamke anajiamini, hawezi kufika kwenye ndoa akapigwa. Lakini nilikuwa nafuatilia msimu wakati unaanza, wakati nasoma document, wakaniambia changamoto hapa mkuu, hivi karibuni watu wataanza kuzunguka, ndoa zitakuwa nyingi, watu wakipokea pesa ya korosho. Huku hakuna Mkristo, hakuna Muislamu, wanaume wanaoa mbaya. Pamoja na mama au baba wa yule mtoto, mlezi yeyote wa yule mtoto aliyeorganize ule usafiri, kimewaramba wote watatu. Kwa hivyo kama mna shule, mwende mhakikishe kabisa zile shule ni zenu, ni nzuri. Lakini ukienda kuna shule zingine watoto wanakaa chini kwenye mchanga kama hapo, ni private, alafu wana vitoto 100, ukiangalia ada wanaolipa mpaka unajiuliza hizi hawa watu wanakufungoga shule au wanakuwa wana kitu wanakitafuta ili wajenge nyumba zao. Hakuna kiti, hakuna hata jamvi la mtoto kukalia. Amekaa kwenye udongo tangu asubuhi alipoenda shuleni. Lakini hata choo, mazingira ya yule mtoto kujisaidia eti ni choo cha shimo. Alafu mtoto akose UTI. Alafu unasema ni shule ya private. Shule zetu zina masinki mpaka ya kukaa, ya walemavu na kila kitu. Wanachokuja kutafuta kwenu ni Kiingereza labda, lakini hakikupeleki popote. Mimi nilisoma kwenye shule ya msingi Kiandege. Niko hapa. Waliosoma private wako wapi? Kwa hiyo tuangalie mazingira tunayompeleka mtoto,
tuangalie mazingira tunayompeleka mtoto, kwa sababu tusifanye tu mtoto wangu na yaje aongee Kiingereza mtaani. Amekipataje? Huko ndo mazingira yanakuwa magumu, unakuta mtoto vinafanyiana vitu vya kijinga huko chooni kwa sababu ya mitandao na video na vitu gani vinavyoendelea huku duniani. Watoto wanatazama vitu vingi kwa sababu mchana kutwa hatupo. Utajuaje aliangalia hiyo TV, akaangalia ngono, akaangalia nini? Vinaenda kwanza kufanyiana huko shuleni. Ukitafuta sasa vitoto vilivyoharibika kwenye hizi shule zetu. Mungu. Pamoja na serikali kuhimiza jitihada hizi zote, maadili mema na upendo katika familia zetu, bado kuna matukio mengi sana ya ukatili kwa watoto wanaohudumiwa katika ngazi za familia na jamii. Kwa mujibu wa taarifa ya dawati la jinsia kimkoa Julai 2024 hadi 2025, jumla ya matukio 541, wanawake wakiwa 284, wa kiume wakiwa 257. Ukatili wa watoto uliripotiwa uliripotiwa. Matukio ya ukatili yaliongoza kwa idadi kubwa ya waathirika na kutelekezwa ni 308. Ukatili wa kingono yalikuwa 96. Hao waliowakatili hawa kingono walitoka wapi? Ukatili wa kihisia walikuwa 83. Ukatili wa kimwili walikuwa 54. Waliopigwa na kuumizwa na majeraha mbalimbali. Aidha, matukio mabaya ya ukatili yameshughulikiwa kama ifuatavyo. Sasa hii ni taarifa ya mkoa, maana tumesikiliza taarifa kutoka katika taasisi mbalimbali ambazo zimetoka katika mkoa wetu, lakini hii ni taarifa jumuishi. Mashauri yaliyomalizwa na maafisa wa ustawi yalikuwa ni 460, yaliyochepushwa ni 10, yanayoendelea na mahakamani ni 15, yaliyohukumiwa ni 10, yaliyopo kwenye uchunguzi ni 56. Hali hii husababisha watoto wengi kujiingiza kwenye vitendo visivyofaa katika jamii, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa utoro mashuleni, lakini watoto kupita katika mazingira tofauti, lakini kupita katika mazingira ya hovyo kama ambavyo yameelezewa hapa na watu mbalimbali, lakini na mimi pia nimeyasema kwa kifupi. Mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetangaza rasmi kuwa mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ambapo tutatakiwa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Hivyo nitoe rai kwenu wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu, kupiga kura, na wengine wenye nia za kugombea, lakini tushiriki kwa amani na utulivu. Tulinde heshima ya nchi yetu, tuende kwenye uchaguzi tukiwa salama salimini kama taifa. Aidha, wote wenye sifa stahiki unaruhusiwa kwenda kujaribu bahati yako, kwa sababu Watanzania wanakufahamu, kila mtu anakufahamu kwenye mtaa unayoyafanya, tabia na kila kitu. Nenda tu jaribu, kwa sababu kujaribu sio kushindwa. Bora ukajaribu uone uwezo wako ukoje, ili uweze kujipima na viongozi wenzako. Baada ya kusema haya, Mungu bariki watoto, bariki wilaya yetu ya Masasi, Mungu bariki mkoa wa Mtwara, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kunisikiliza. Asante. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ametuasa, tupa maelekezo mbalimbali. Makofi hayatoshi, makofi hayatoshi. Makofi mengi zaidi. Makofi mengi zaidi. Asante sana. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi kwa nasaha zako ambazo tumezipokea na tunakwenda kuzifanyia kazi. Sasa tunakwenda ile kipengele cha mwisho cha zawadi
Tukia